ya taaluma, kwa sababu vikao vyetu vile ambavyo ni rasmi sana tulisomeana taarifa, lakini hii ni kama nilivyoisema ni fupi, na nitaenda moja kwa moja kwenye mitihani ambayo ndio inayoonyesha ni namna gani tunavyokuwa kitaaluma. Kwa sasa tumefanya mtihani wa kufunga shule, yani terminal examinations kwa muhula wa kwanza, na matokeo ni kama ifuatavyo. Nimegawanya kwa makundi matatu. Kundi la kwanza ni nursery, ambapo tunazungumzia baby, middle na pre-standard 1. Wastani wao ni 92.21, ambapo hili ni daraja A. Halafu lower primary, ambayo ni darasa la kwanza na la pili, wastani wao ni 90.06, nao ni daraja A. Tunayo upper primary, ambayo ni darasa la 3, 5 na 6, wastani wao ni 82.6, ambayo ni daraja B. Kwetu sisi ni daraja B, lakini kwa serikali ni daraja A. Kwa hivyo wastani wa madarasa haya yote kwa mtihani huu, tumefunga shule tukiwa na wastani wa 88.47, ambao ni daraja A. Sisi walimu baada ya mtihani tumekaa na tukaona kwamba mapungufu yako wapi tulipofanya vizuri, ili tukifungua tuweze kuhakikisha kwamba tumevuka hii 88.47. Tulifanya mtihani kwa darasa la 4, tunafanya mitihani ya ndani ya kila wiki. Maendeleo sio mabaya, ni mazuri. Tunamshukuru Mungu kwamba mpaka sasa tuna bado darasa la 4 tunaweza kusema ni mapema, lakini kwa mwenendo wao ni mzuri. Sasa kwa mtihani wa nje tuliofanya ni mtihani wa personal, na mtihani huu ulifanyika tarehe 20 na 21 mwezi wa 4. Idadi ya wanafunzi waliofanya mtihani huu kwa Dodoma ni wanafunzi 565. Wanafunzi waliofanya vizuri kati hawa 561, yani wanafunzi 10 bora, mwanafunzi wetu mmoja alishika nafasi ya 5. Jina lake tumeandaa zawadi yake hapo, kwa hivyo sitalitaja kwa sasa, nitalitaja hapo baadaye. Jamani, tumpigie makofi huyu mtoto. Hata kama hujajua ni nani, lakini tupige makofi. Bado personal nyingine inakuja tutakapofungua mwezi wa 7, na hapo sasa ndio tutajua kwamba darasa la 4 sasa tumekaje. Huu mtihani wa kwanza ulikuwa ni wa kuondoa ushamba wa mtihani ya kitaifa inakuwaje na nini, lakini mtihani wa mwezi wa 7 sasa huo ndio tutakuwa tunajua darasa la 4 linakwendaje. Darasa la 7 tulishapata taarifa ya personal ya kwanza. Sasa personal ya pili ilifanyika tarehe 18 na 19 mwezi uliopita wa 5. Shule zilizoshiriki kwa Dodoma ni shule 5, na nafasi ya shule yetu kwa Dodoma ni nafasi ya pili kati ya shule 5. Mtihani huu na wenyewe uligawanya katika makundi mawili. Kuna kundi la shule ambazo zina wanafunzi zaidi ya 40. Shule hizi zilikuwa ni 954. Shule yetu kitaifa kati ya hizi shule 954 ilishika nafasi ya 21. Jumla ya shule zote zilizoshiriki mtihani wa personal kitaifa, makundi yote mawili, ni shule 1007. Kati ya shule hizi 1007, shule yetu ilishika nafasi ya 35. Tunarudi kwa Dodoma. Kwa Dodoma wanafunzi waliofanya vizuri 10 bora, shule yetu iliingiza wanafunzi 8. Kwa
Kwa hiyo na hao nao tumeandaa jambo fulani la kuwapongeza. Kwa hivyo hapo baadaye watakuja, na kama tulivyofanya mara ya kwanza, hawa nao tutafanya hivyo hivyo kwa ajili ya kuwapongeza na kuwatia moyo. Mungu awabariki sana. Naomba kuwasilisha. Naomba nitoe taarifa nyingine ya mtihani mwingine. Mtihani mwingine unaitwa Genius Cup. Genius Cup unadhaminiwa na shule za fedha kwa masomo mawili, mathematics, sasa sijui hii ni hisabati au ni hesabu, na sayansi. Shule yetu ni miongoni mwa shule zilizoshiriki, shule 15, na wanachukua wanafunzi 3 bora na wanapewa zawadi, kabahasha kakiwa na kakitu humo ndani pamoja na cheti kwa mwanafunzi wa kwanza kwa viwango walivyoviweka wao. Mwanafunzi wa kwanza kwenye shule hizi 15 alitoka El Shaddai. Kwa maana hiyo yule aliyeondoka na kabahasha kaliko tu na vizuri alitoka kwetu. Lakini pia ndani ya 10 bora tulifanikiwa tena kupata mwanafunzi mwingine kutoka El Shaddai aliyeshika nafasi ya 8. Nao hawa walipewa vyeti pamoja na hizo zawadi, bahasha. Kwa hivyo tutawakabidhi vyeti mbele zenu hapo baadaye.